wakati wale watu wanapigwa mabomu, wanatandikwa kweli kweli. Maalim Seif alikuwa hoteli moja hapo Posta hapo pale Mnazi Mmoja, analala anashinda hapo na watoto wake wote walikuwa hapo. Wenzake wamekamatwa Unguja, wanapigwa mabomu na fimbo na mabomu, yeye yuko hapo Posta hapo anakula bata. Sasa lazima Wapemba, wa Unguja, wa Tanzania bara kwa ujumla na Watanzania wote lazima tuwe makini sana. Nchi hii ikivurugika hatakuwa salama. Mimi sitakuwa salama, Maalim Seif atakuwa salama, Zitto Kabwe atakuwa salama. Nikija kwenye swala la jana ambalo amenizungumzia, nitaongea kidogo sana. Naombeni waandishi wa habari tafuteni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Ombeni ripoti ya ACT Wazalendo yenye namba zile AR mkwaju AR naanza AR mkwaju ACT mkwaju 2014 mkwaju 2015. Moja ya sababu zilizofanya msajili kutishia kuifuta ACT ni Zitto Kabwe anasema zilikuwa ripoti mbili tofauti. Kilichomshika yeye ni kutopeleka mahesabu 2013-14 ambayo hapa haipo. Ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali ACT Wazalendo kwa mwaka ulioishia tarehe 30 mwezi wa 6 2015. Tarehe 30 mwaka unaoishia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2015. Nendeni kwa msajili mtapata hiyo. Ndio Zitto aliwasilisha mahesabu. Na ukienda chini pale, mimi ninayo copy tu, nimechelewa ipo kwenye simu hapa, nimeenda kui screenshot. Yaani kuna March 2017 ndio iliwasilishwa pale. Lakini concern ya msajili wa vyama ni 2013-14. ACT Wazalendo hakuwasilisha ripoti ya ukaguzi. Sasa Zitto hapa anajitetea nini? Si upumbavu. Hii ndio sababu 2013-2014 ACT Wazalendo hakuwasilisha mahesabu kwa mkaguzi mkuu na kwenye ofisi ya msajili. Amewasilisha mwaka huu. Na namba hii hapa mimi nimeikopi hii hapa. AR mkwaju ACT mkwaju 2014 15 13 14 amewasilisha wapi? Kwa hiyo mambo mengine anajaribu kuwapotosha watu wamuonee huruma. Hawezi ukaonea huruma kwa mambo ya kipumbavu. Nchi ya amani ndio imetufanya tuwe hivi sisi. Isingekuwa hii amani tusingefika hapa tulipo. Zitto Kabwe pamoja na kwamba wazazi wake walikuwa wakimbizi kutoka Kongo, Uvira, walikimbilia Kigoma, bado kawa raia na bado kawa mbunge wa nchi hii. Mwalimu Nyerere kapokea watu wengi tu. Kuna Wasomali wangapi hapa kawapokea? Na wengine mpaka kawapa na madaraka wa Somali kabisa. Lakini hao Wasomali walitulia. Kama umepewa uraia ni mhamiaji, tulia, acha mdomo. Kwa sababu tutakuja kutokea viongozi wengine tunawakili tunatoka Ziwa Victoria huko, tutakuweka ndani maisha. Mimi nakwambia kweli. Tunaokula samaki aina sato, hatutaki utanutani. Yaani ukileta ujinga na kuweka ndani maisha. Kwa sababu haiwezekani wewe ni mkimbizi afu unakuja kuleta ujinga. Nchi hii kigawanyika hii. Mimi mwanangu anasoma hapo kijana. Ndio kwanza binti sasa. Kwa hiyo wanataka watoto wetu sisi wasile bata na wenyewe. Wakute bongo ni risasi na mabunduki. Hizi hatuwezi kuzikubali hata mara moja. Nchi hii tumeikuta ikiwa moja, lazima ibaki moja. Mpaka dunia inaisha, lazima ibaki moja. Sio ombi, ni lazima. Na unapokuwa kiongozi wa nchi, amani hii ni lazima ilindwe. Sio ombi, ni lazima. Na ni kwa mujibu wa katiba. Na ndio maana mataifa ya wenzetu kule Ulaya hawana muamana. Na mtu anataka kuvunja amani ya nchi zile, hayupo. Ukitishia amani kidogo unapotea. Ili wengine wabaki salama. Kwa hiyo hawa watu wawili hawa na chama chao hiki, maana chama kilikuwa kwenye flash tu. Sasa anataka kujikita Zanzibar kule
na kuchochea Wazanzibari wale waone kwamba wao sio Watanzania, wao wanaonewa, wao hawana haki Tanzania. Narejea tena, namuomba waziri wa mambo ya ndani, mimi kama mwanaharakati huru, asiwachekee wakina Zitto Kabwe na Maalim Seif, na wakamate. Ninamshauri kwa nia njema sana, kabla hujafanikisha hii, awakamate. Na vile vikosi vyote alivyovitengeneza vya watoto wadogo kualishaamini ili kuleta shida kwenye uchaguzi, hii kitu asiache. Mimi ni mwanaharakati ambaye ninajaribu kuisaidia sana serikali hii. Unajua saa nyingine mnadhani, kuna wakati mwingine watu walikuwa nadhani mimi naropoka tu. Hii miaka 40 naropoka vipi bwana? Mimi najitambua bwana, na watoto na binadamu. Kwani mimi leo hapa nikifa watoto wangu watabaki na nani? Nikipigwa risasi au mshale hapa watoto wangu watabaki na nani? Na bahati mbaya sana nimezaa watoto wake wengi. Na mimi nataka mabinti wangu wakue na waona wenzao hivyo. Mtu aolewe tunamwona kabisa, tunapeleka mahali huko unafurahia. Sasa wanataka watoto wetu wakikua wakute nchini damu tu. Hii haikubaliki. Hii haikubaliki hata kidogo. Lazima tulinde amani hii. Na mimi naombeni sana waandishi wa habari, tusaidiane kulinda amani ya nchi hii. Waandishi wa habari wa Tanzania, msaidieni Mheshimiwa Rais Magufuli. Rais Magufuli ana nia ya dhati ya kuwasaidia Watanzania. Nobody except is right. Magufuli ni binadamu kama mimi. Ana damu, ana familia, ana mke na watoto na wajukuu. Sasa sio vizuri sana mtu mjinga mmoja tu kila kiongea anamtaja tu. Anamkashifu tu mjinga mmoja hivi. Ile ni rais. Rais ndio kioo cha nchi katika dunia nzima hii. Akitokea mpumbavu mmoja na anataka kumtaja rais kama anavyonitaja mimi, anashughulikiwa tu. Rais ndio baba wa Tanzania wote. Mheshimiwa Rais anamka na watoto wale kule, lakini sisi wa Tanzania wote ni watoto wake. Kuna wazee wanatembelea fimbo na watoto wake. Na wajibu wake ni kuachia huyo mzee anayetembelea fimbo anakuwa salama asubuhi mpaka jioni. Mwanafunzi ni mtoto wake yoyote yule. Kwa hiyo Watanzania wote sisi ni watoto wake. Na wajibu wake kwa mujibu wa katiba, ana haki ya kumshughulikia mtu yoyote yule anayetishia amani ya nchi. Yoyote, katiba inamruhusu. Hata Marekani wanafanya, Uchina wanafanya, Rwanda wanafanya. Hakuna nchi ambayo inaweza kukubaliana na wanasiasa wanaotumia siasa kutaka kuwagawa watu. Anataka kutumia Uzanzibari kutaka kuwagawa Watanzania. Anataka kutumia Upemba kutaka kuwagawa Watanzania, haikubaliki. Na kama hawa watu wakiendelea hivi, maana mimi nashukuru kwamba sasa hivi na wafuasi wengi sana nje na ndani, tutaitisha maandamano ya kushinikiza serikali mkamate Maalim Seif. Tuomba kibali polisi. Tutaandamana nchi nzima hii, hata huko nje. Mimi na wafuasi nje huko Oman, Katari nao. Tutafute pesa, tuandamane, tuishinikize serikali imkamate Maalim Seif, ama imfungie Maalim Seif asijihusishe na siasa tena mpaka anakufa. Ama wamweke gerezani. Hiyo miaka 84 aimalizie gerezani. Hawa anasikia tu uchaguzi upo akiwa gerezani kwenye vyuma. Nchi itaenda. Maalim Seif sio mtu wa kumwachia yule. Mimi nilikuwepo Zanzibar, nawaambia, najua alichokifanya. Yaani mimi nilitarajia Maalim Seif angekamatwa tangu 95, akawekwa ndani, akazeekea kule kwenye vyuma. Maalim Seif alikuwa na ushawishi mbaya, ushawishi ule kama wa Boko Haram. Anashawishi wale wa Zanzibari, yani wawe na mapanga, majambia, wakimuona Mbara pale Unguja pale wakati shingo. Acheni, sisi tumeshuhudia vitu vingi Zanzibar. Walimkamata mwanajeshi mmoja wakamchinja. Wakachinja kama nyama. It was Maalim Seif. Maalim Seif anawashawishi wale wa Pemba, wale wafuasi wake wale. Wewe ukiwa unatoka bara, ukijua unatoka bara, wanaweka namba ya X kwa siri. Wewe ni Mnyakyusa au Mnyamwezi, unakaa hapo labda Mchenzani pale, wanakuwekea X kwa siri. Wewe unaishi pale ujui wala lile, kumbe wenzako wameshakuwekea X. Wakichukua nchi tu wanaenda kushughulikia. Ni vitu ambavyo inabidi wewe mwenda wazimu kuvisema, lakini na watahadharisha. Sasa mimi nimeviona Unguja.
Yaani haiwezekani Wapemba waliojaa pale Kariakoo tuwaone kama sio Watanzania. Tajiri mkubwa kabisa Bakhresa ni Mpemba. Na Bakhresa ni mmoja wa watu wanaoendesha uchumi wa nchi hii. Kwa Maalim Seif anatuambiaje sasa? Ndio maana mimi nasema yule Maalim Seif alitakiwa akamatwe aweke ndani mle amalizie maisha yake jela. Zitto Kabwe kwa sababu tunaendelea na hivi. Na yeye akamatwe mle kama hajazaa kama amezaa ishi huko. Apelekewe mkewe gerezani anajamiana baadaye anaondoka mke wake yeye anabaki gerezani. Sababu ni mpumbavu. Mimi nawashukuru sana, nadhani kama mna maswali mnaweza mkaniuliza. Lakini nawashukuru ni ndio niliowaitia.